Akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya taifa ya elimu, ujuzi na ubunifu ya mwaka 2026 yanayoendelea katika jiji la Tanga, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Matilda Buriani amesema. Aidha, napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao amewekeza sio tu katika sekta za uchumi, miundombinu, lakini hususan katika sekta ya elimu. Mkoa wetu umeweza kupokea takriban bilioni 156 kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kujifundisha au kujifunza na kujifundisha. Pongezi za pekee kabisa ni kwa Profesa Adolf Mkenda, mbunge, waziri wetu wa elimu, na kwa kubaini na kuhakikisha kwamba maonyesho haya ambayo yanasimamiwa kikamilifu na wizara yake yanaendelea kuboreka zaidi, kuongeza ubunifu zaidi, kama ambavyo wote mlikuwepo mwaka jana. Mwaka huu ni maonyesho ya kwa mara ya pili. Tumeona mambo mengi sana makubwa ambayo yameweza kufanyika na maandalizi ni mazuri na ni makubwa sana. Katika maonyesho hayo yenye kauli mbiu inayosema elimu, ujuzi na ubunifu, njia ya kufikia dira ya 2050, baadhi ya wahadhiri kutoka vyuo vikuu vya sayansi na teknolojia wamesema. Zamani katika vyuo vikuu tumekuwa tukifanya research mbalimbali na bunifu mbalimbali, lakini bunifu nyingi zimekuwa tunasema sio demand driven, kwa maana ni mbunifu tu anaamua kubuni kitu chake, lakini mwisho wake kinakosa tija. Kwa hiyo kama kituo ambacho niseme kupitia maono ya viongozi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, lakini pia na kwa msaada wa serikali imetujengea kituo kikubwa kwa zaidi ya mabilioni ya pesa. Kwa hiyo sasa kazi kubwa ya kituo ni kuhakikisha tuna coordinate wabunifu na jamii ya Watanzania kwa ujumla. Ni kwa maana ya kwamba badala ya mtu kubuni tu, sasa hivi kituo kimechukua initiative ya kutembelea jamii mbalimbali, kuwasiliana na ofisi mbalimbali za serikali na za watu binafsi ili kuweza kujua operation za shughuli zao, lakini pia changamoto wanazozipata kutokana na shughuli zao hizo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kituo kinapata matatizo moja kwa moja kutoka kwa wadau. Kutoka hapa katika viwanja vya Usagara vilivyopo katika jiji hili la Tanga, ni William Mgasija, ITV. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, jiji letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Nikiripoti kutoka katika kata hii ya Mtina, halmashauri ya Tunduru, mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV. Kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni Jacqueline Silemu, ITV. Kutoka hapa ofisi za idara ya habari maelezo zilizoko hapa Mtumba jijini Dodoma, mimi ni Ezekiel Mtonyole wa ITV. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Ahmad wa ITV. ITV Superbrand Afrika Mashariki.